Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watazamaji wote nawakaribisha katika video yetu ya leo ambayo tunakuja kuzungumzia Kiswahili kama inavyotainiwa katika mtihani wa kitaifa wa KCSE ambao unasimamiwa na tume ya mitihani nchini NEC. Tujue kwamba Kiswahili hutainiwa katika karatasi 3. Karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya 3. Hizo ndizo karatasi ambazo hutainiwa katika mtihani wa kitaifa hapa nchini. Tuanze na karatasi ya kwanza ambayo kodi yake ni kama mnavyoona ni 102/1. Hiyo ndiyo kodi ambayo inakuja nayo karatasi ya kwanza. Na hii karatasi inahusu insha. Karatasi yenyewe yote inahusu insha. Na karatasi hii huwa na maswali 4 ya insha. Na kila swali huwa na alama 20. Na hapo unafaa kutilia mkazo kuwa unaposoma maagizo unaambiwa kuwa swali ya kwanza ni ya lazima. Kwa hivyo lazima ufanye swali ya kwanza ingawa si lazima uanze nayo. Lakini lazima katika karatasi yako swali ya kwanza ionekane. Swali ya lazima, samahani. Swali ya lazima ionekane umelifanya. Ila sio lazima uanze nayo. Kwa hivyo swali ya kwanza ni ya lazima. Na karatasi hii inatoka katika ama hutainiwa katika kutoka silabasi yote. Hivyo usiseme karatasi hii ya insha inaweza toka katika kidato cha pili, cha 3 ama cha 4. Inatoka katika silabasi yote. Kwa hivyo usijaribu kulegeza kamba ukasema kuwa haitatoka katika kidato cha kwanza ama cha pili ama cha 3. Inatoka katika silabasi yote. Kwa hivyo usome silabasi yote kwanza ndio utabiri sawa baadaye. Na kuna aina 2 kuu za insha. Kuna insha za kiuamilifu na insha za ubunifu. Hizo ndizo aina kuu 2 za insha. Tukumbuke kwamba insha ni maandishi ambayo yanaleta mawazo ambayo yameandikwa kwa njia ya kuelezea. Kwa hivyo kuna hizo aina 2 kuu za insha. Mifano katika insha za kiuamilifu ni kama vile insha za barua, insha za ratiba, resipe, hotuba, kumbukumbu na kadhalika. Insha hizi za kiuamilifu hufuata mtindo maalum. Kwa hivyo mwanafunzi anafaa kufuata mtindo huo ili kuweza kuandika insha hii. Insha za kiubunifu ni insha ambazo huhitaji mwanafunzi kubuni maudhui fulani katika mazingira fulani na wahusika kulingana na swali unalorejelea. Hii insha huhitaji mwanafunzi kutumia ujuzi wake kubuni. Inahitaji ubunifu zaidi ili uweze kumaliza ama ili uweze kumwezesha mwalimu
ama anaye mtahini kusoma kazi yako vizuri ndivyo ili uweze kuzoa alama. Kwa hivyo insha hii huhitaji ubunifu zaidi. Hizo ndizo aina kuu za insha, na pia vile vile nimeelezea aina za insha au zamani nimeelezea karatasi za Kiswahili katika mtihani wa kitaifa. Kwa hivyo tukiendelea katika video nyingine nitaweza kuwaletea kwa ufafanuzi zaidi hizo aina za insha na jinsi ambavyo kama mwanafunzi unafaa kuandika hizi insha ili uweze kuzoa alama nzuri katika mtihani wa kitaifa. Asanteni sana, na pia kwa wale wanafunzi ambao ni kidato cha 3, cha 2 na kidato cha 4, haswa kidato cha 4, kama unahitaji mafunzo za Kiswahili kwa ujumla ama Kiswahili katika karatasi ya kwanza, ya pili ama ya 3, unaweza kuwasiliana na mimi. Nitaweka nambari katika pale description. Hivyo ndivyo video yetu ya leo. Kwa hivyo ikiwa ama una swali lolote, pia unaweza uliza katika sehemu ya comment. Wacha swali yako hapo. Like hii video, share na pia subscribe ili uweze kupata video nyingine nitakayoweka baadaye ama nitakayoweka wakati ujao. Asanteni sana na Mungu awabariki.